Huu hapa uchambuzi wa Nasr Harfani pamoja na George Mbangile mara baada ya Young Africans kuweza kupoteza mchezo dhidi ya Silver Strikers kutoka huko Malawi. Young Africans akipoteza kwa bao 1-0 akiwa ardhi ya ugenini. Ameandika yafuatayo Nasr Harfani na kusema kwamba coach Folz alikuwa anapata matokeo bila ya performance nzuri. Sasa performance sio nzuri na matokeo sio mazuri. Mechi ya pili mfululizo Yanga bila ushindi na bila ya kufunga goli. Folz ana mechi 6 za kimashindano na huoni improvement yoyote ya squad kiujumla. Matatizo ya mechi ya kwanza yanaendelea kuonekana yale yale mpaka kwenye mchezo wa 6. Kiukweli kazini kwa Folz bado kuna kazi kubwa mno. Yanga hawapo kwenye level yao kabisa. Lakini kwa upande wa mchambuzi George Mbangile ambaye anasema hiki kimeandikwa na Kevin Robinson, Yanga na mfumo wa 4-2-3-1 kama kawaida yao, wakati wanaanza build up yao wanakuwa na 3-1-2-1. Kivipi? Jambo la kwanza, Mwenda anakuwa mstari mmoja wa CBS wake. Dhumuni ni kuivuka pressing ya Silver Strikers ambayo ilikuwa na wachezaji wawili mbele, then Boka anafanya runs kutokea juu, then Pacome anashambulia nafasi eneo la ndani kwenye half space. Yanga wanakuwa na namba 13 eneo la ndani, Mudathiri Yaya, Mohamed Dombia pamoja na Pacome Zuzu. Hapo wanafanikiwa kushambulia wakiwa na idadi nzuri ya wachezaji dhidi ya viungo Silver Strikers ambao walikuwa wanazuia wakiwa karibu na walinzi wao. Baada ya hapo Yanga walipata nafasi kwenye baadhi ya move zao, tatizo likawa kwenye maamuzi yao wakivuka mstari wa kati. Wanakuwa slow kwenye kufanya maamuzi, wachezaji wao wa mbele wanafanya touch nyingi kwenye mpira rahisi kwa Silver kuzifunga nafasi. Maamuzi yao ya mwisho hayakuwa sahihi, pasi nyingi walikosea, mipira mingi ilipotea kirahisi. Nafikiri Silver Strikers walifanya homework yao vizuri jinsi ya kukabiliana na Yanga, hasa pale wasipokuwa na mpira. Wanakuwa na muundo mzuri wa kuzuia, wanashinda mipambano yao, plus idadi nzuri wa wachezaji nyuma ya mpira. Plani yao ilikuwa kushambulia kwa kushtukiza na walifanikiwa. Silver Strikers walikuwa na muundo mzuri bila mpira, 4-5-1, 4-4-2, tena wanakuwa karibu sana, compact, kuwanyima Yanga nafasi eneo la ndani. Note ya kwanza, Uchizi Vunga kuna nyakati alikuwa anawavuruga sana Yanga, anajua kulinda mpira vizuri, mzuri sana kwenye pasi za mbele, then aliuliza maswali magumu kwenye kiungo cha Yanga. Yanga kwa performance yao nafikiri wamepata walichostahili. Yanga walihitaji uwezo wa mchezaji binafsi kushinda game. Silver Strikers waligoma kabisa kupanic uwanjani wakati wa 0-0, hata wakati wanaongoza. Full time Silver Strikers 1, Yanga 0. Huu ni uchambuzi wa Nasr Harfani, lakini pia kwa George Mbangile namna ambavyo wamezitazama dakika 90 za mchezo. Young Africans akikubali kichapo cha bao 1-0 akiwa ugenini dhidi ya Silver Strikers kutoka huko Malawi, na Yanga sasa ni kugeuka na kutazama namna gani wanakuja kurekebisha makosa yao wakiwa ardhi ya nyumbani na kuweza kutumia uwanja vyema wa nyumbani kuweza kuhakikisha kwamba wanapata matokeo yaliyo mazuri kwa upande wao. Lakini kubwa zaidi ni malalamiko ya kuhusiana na kocha Ramon Folz. Kama namna ambavyo natazama wachambuzi wengi wameendelea kukosoa performance ya Young Africans chini ya kocha Ramon Folz, kila mmoja akiona kwamba ni kama timu imeweza kumparia, na sasa Yanga wafanye maamuzi magumu kama ambayo yalitajwa hapo awali, kuweza kumwacha na kutafuta kocha mwingine ambaye ataweza kuisaidia Young Africans kurejea kwenye ubora wao, kwa sababu wanaamini wachezaji ambao wapo Young Africans ni bora na kinachokosekana tu ni ufundi. Na ukitazama michezo mingi ambao Yanga wameshinda ni wanashinda lakini performance inakuwa hairidhishi, ama wanashinda lakini ni kwa tunasema kwa jitihada za mchezaji ama za wachezaji binafsi mmoja ambazo wanaamua
kuzifanya. Tuambie maoni yako kwenye huu uchambuzi ambao umeusikiliza, lakini kubwa zaidi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.